kushukuru kwa kutuleta hapa siku ya leo na kwa sababu ya neno hili ambalo umetujalia kupata kusikia, neno hili ambalo umelitunza kwa neema yako. Na Mungu Baba, ni tumaini letu kwamba utalichukua neno lako na ulitumie kutimiza kazi yako katika kanisa hili lako, kwa sababu ni wewe tunategemea. Utume Roho wako Mtakatifu awe hapa pamoja nasi, achukue hii silaha yake, aitumie kuendeleza kazi ya wokovu katika kanisa la Pendo hili na kuendeleza utakatifu miongoni mwa mwili wa Kristo. Naomba haya yote katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Kwanza hadi wa 9, alafu nitaruka nisome 12 na 13. Kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kuufuata mwili bali kwa kuufuata Roho. Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima katika Kristo Yesu imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya, kwa vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi, na kwa ajili ya dhambi yeye alihukumu dhambi katika mwili, ili kwamba haki ipatikanayo kwa sheria itimizwe ndani yetu sisi ambao hatuenendi kwa kuufuata mwili bali kwa kuufuata Roho. Kwa maana wale wanaoishi kwa kuufuata mwili huziweka nia zao katika vitu vya mwili, lakini wale wanaoishi kwa kufuata Roho huziweka nia zao katika mambo ya Roho. Kwa maana kuwa na nia ya mwili ni mauti, bali kuwa na nia inayoongozwa na Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui na Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Wale wanaotawaliwa na mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ninyi hamtawaliwi na mwili bali na Roho, ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mtu yoyote ambaye hana Roho wa Kristo, yeye si wa Kristo. Mstari wa 12 nasoma: kwa hiyo ndugu zangu, sisi tu wadeni, si kwa mwili, ili tuishi kwa kuufuata mwili. Kwa maana mkiishi kwa kuufuata mwili mtakufa, lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Nasoma 14: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Amina. Amen. Amen. Tumekuwa katika mfululizo wiki 2 zilizopita. Hii ni wiki ya 3, na chanzo cha mfululizo wa mahubiri haya yalikuwa observation iliyofanyika, ambayo ilionekana kwamba washirika wa kanisa hawaishi kama Wakristo. Washiriki wa kanisa hawaishi maisha inayoonyesha kwamba wao ni tofauti. Saidia na umbrella pale. Hawaishi maisha ya Kikristo. Hawaishi maisha yanayoonyesha Mkristo ni mtu tofauti. Na niliongea na mtu fulani hapa, mmoja wenu hapa, na pengine yeye ni ishara, pengine yeye ni picha ya wengine walioketi hapa.
ambao wamechukua injili ya Yesu Kristo na wakaifanya kuwa license ya kuishi katika dhambi. Wakaifanya kuwa license. Wanaongea ni kama kwamba sasa mimi nishaokolewa, kwa hivyo hakuna haja mimi kujistress sana na maisha ya utakatifu. Nikimwambia hili si jambo la kujoke, anaanza kuniambia Rabini, mimi si perfect. Hakuna mtu ako perfect. Mimi niko na dhambi zangu na wewe uko na dhambi zako. Wewe usikuja hapa kunitisha, usikuja hapa kunitishia. Mmoja wenu hapa, na yaweza kuwa hiyo ndio akili ya wengi walioketi hapa, sio? He's just bringing a sample of the whole. Kuna mwingine hapa anaishi ni kama kwamba hizo dhambi zake anazoishi nazo ni jambo ndogo machoni mwa Bwana, ni jambo ndogo machoni mwa Mungu. Haimsumbui, haimtatizi, haimkwazi. Amejipea visababu vingi, anajiongezea visababu siku baada ya siku, kusema ndio Mungu ameniokoa, lakini ndio Mungu ameniokoa, lakini. Na ukimwonyesha neno la Mungu ambalo lina oppose roho kama hiyo, anakasirika, anabishana, ana upinzani. Ndugu yangu, nikachukua wiki ya kwanza ili kuweka huo msingi, kuonyesha lengo la Mungu katika kutuokoa ni gani. Mungu ametuokoa ili tuishi maisha aina gani? Ametuokoa to what purpose? Mbona amekuchagua? Mbona akuunganishe na Kristo? Mbona afunue moyo wako akuonyeshe Kristo? Mbona akuoshe dhambi zako? Amekuosha dhambi zako ndio sasa uendelee kuishi ndani hizo dhambi. Amemtuma mwana wake wa pekee atemewe mate ndio uishi katika zile njia ambazo mwana wake alitemewa mate kwa sababu ya hiyo. Nikakuonyesha kutoka Biblia lengo la Mungu kutuokoa ni aina gani. Ametuosha ajishindie watu, one of a kind, si ndio? Ajisafishie watu ambao wanaishi maisha, wana juhudi ya kufanya matendo mema, huku wakitazamia kurudi kwa yule ambaye aliwaokoa, si ndio? Tunakumbuka Paulo akitufunza hivyo katika Tito. Amejishindia watu kupitia huyo Yesu aliyekuja, akashuka, akakufa pale msalabani, akakufa kwa ajili ya dhambi za hao watu, ili hao watu watazamie kurudi kwa nani? Kwa Yesu. Na huku tukitazamia kurudi kwake, tunaishi maisha yanayomfurahisha yeye. Asikuje atupate bado tunaishi katika zile vitu ambazo zilifanya nini? Zilimweka msalabani. Hii ni mambo ya hakika. Na akaonyesha kwamba Mkristo kwa hakika asijidanganye ati yeye anaweza kuishi maisha ya dhambi kama kwamba hajamjua Yesu, kama kwamba hajaokolewa, alafu bado apate kuingia mbinguni. Tukasoma onyo nyingi sana pale katika Biblia. Usijidanganye utaishi ni kama kwamba hujamjua Yesu, alafu upate kuinherit ufalme wa mbinguni. Usifikiri utatumia akili yako, mikono yako, miguu yako, sehemu zako za siri ni kama kwamba hujamjua Yesu, alafu ufikirie utapata ule urithi ya wale ambao wameunganishwa na Yesu. Ndugu yangu, Biblia inakuonya usifikirie you are an exception. Kama una juhudi kuishi maisha ya dhambi, basi utarithi yale ambao watu wanaishi maisha ya dhambi watafanya nini? Watarithi. Onyo kalikali. Na wiki iliyopita
katika mada hii tukaongea kuhusu kuzaliwa upya, ambalo ni jambo ambalo limemfanyikia yeyote ambaye ni Mkristo. Tukaonyesha kupitia Biblia kwamba kuzaliwa upya ni kazi ya Mungu, si kazi ya mwanadamu, si kazi ya nia ya mwanadamu. Hakuna mtu ambaye anasema nitazaliwa upya next week. Hakuna mtu anayeamua atazaliwa upya kivipi. Na tuliona kuzaliwa upya ni kupata asilia mpya. Ndio maana Yesu Kristo alikufa, ili tupate asilia mpya. Yaani kukuwa Mkristo ni jambo altogether different. Yaani kukuwa Mkristo ni kukua katika a different class altogether. Kwa sababu wewe ni a second type of human being. Yule mwanadamu wa kwanza ni Adamu. Mwanadamu wa pili ni Yesu Kristo. Hakuna Mkristo ambaye hayuko ndani ya Yesu. Ni katika sisi kuunganishwa naye Yesu Kristo ndio tunakufa na yeye na tunafufuka na yeye viumbe vipi. Kama vile ile mbegu ambayo inaingia kwa ardhi, hiyo ndio inachipuka. Is that the same tree? The tree is all different. Hivyo ndio Paulo anatueleza. The tree is something else. But for the tree to come out, the seed has to go into the ground and do what? And die. Ile mbegu ambayo inachipuka lazima kwanza ifanye nini? Ikufe. Kwa hivyo anatumia ishara kama hiyo kukufanya kuelewa mfano wa kuzaliwa upya itakuwa aje. Na ndio maana gani lazima tutapata mili mpya. Lazima tukufe na Yesu Kristo, hii asilia yetu ya kale, na sasa turithi asilia mpya ndani ya Yesu Kristo kupitia kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Huyo ndio Mkristo. Ana asilia ambayo imeshinda dhambi. Kwa hivyo Mkristo, kwa sababu hana asilia ya dhambi, anaishi maisha ya kufuata huyu Yesu. Kwa hivyo huyu ambaye anaanguka na kuanguka hatimaye, anaonyesha kwamba yeye si Mkristo. Yeye si Mkristo. Angekuwa Mkristo, Yohana anatuhakikishia hawezi kuishi maisha kama hayo. Hawezi. Akisikia onyo kutoka kwa Biblia inaingia na anaielewa, hawezi kuendelea. Yohana anatuambia hivyo. Huyu ambaye anasikia maonyo na anasikia mafunzo na anaendelea hivyo ni kama kwamba hajasikia chochote, anadhihirisha uadui wake dhidi ya Mungu. Anadhihirisha yeye si Mkristo. Yeye yuko bado katika hiyo hali ya kale. Yeye bado ako na ile asilia ambayo ni adui dhidi ya Mungu. Na ninataka tufunue hayo mambo hapa siku ya leo, ili kuonyesha kwamba wokovu ni kazi ya Mungu. Hili ni jambo tunasisitiza. Wokovu si kazi ya Rabin. Wokovu si kazi yako Bwana James. Wokovu si wewe umepanga Joseph. Ni nani amepanga? Mungu anapanga hii kazi. Yeye ndo alidevise, yeye ndo alikaa chini akachora foundation. Baada ya kuchora foundation, akaenda kwa duka akanunua materials. Baada ya kununua materials, akakuja akanunua ardhi, akachagua hiyo ardhi, akachimba foundation, akaweka foundation, unanielewa? Akamaliza hata akaweka plaster, akaweka paint, akaweka roof, akaweka marembesho pale ndani. Ni Mungu kutoka mwanzo hadi mwisho. Wokovu wa yeyote ni kazi ya Mungu toka mwanzo hadi mwisho. Kusimama kwa yeyote katika wokovu ni kazi ya Mungu toka mwanzo hadi mwisho. Ndio maana inatupasa, kama mtu yeyote anafikiria yeye ni Mkristo, inatupasa yeye kufikiria lengo la Mungu katika kuokoa watu ni gani? Lengo la Mungu katika kumtuma mwana wake ni gani? Lengo la Mungu katika kuonyesha rehema zake ni gani? Lengo la Mungu katika kudhihirisha neema yake ni gani?
inakupasa ufikirie, what was God aiming? Si ndio? What was God thinking when he did this? What was God's goal? Kama ufikiri hiyo, basi unajua wokovu wako itakupita. Paulo anachukua a lot of time kufunza Wakristo waelewe kwa nini Mungu anaokoa watu. Acha nikwambie, anasema kitu moja, anaonyesha neema yake ili watu watubu. Neema ya Mungu inakuelekeza kutubu. Romans chapter 2. Wenda ujisomee. The mercy of God is designed to lead you to repentance. Ugundue kwamba umetenda dhambi kubwa sana ya kimwili na kiroho. Usikie aibu, ulie na ukuje kwa Mungu uungame hiyo dhambi. Na useme, Mungu, kwa uwezo wako kuanzia siku ya leo nitafanya nini? Ninachukua another route. That is one of the goals. That is one of the goals. Na hakuna njia yoyote ya Ukristo ila hiyo mlango. Hiyo ndio mlango ya kuingia Ukristo. Repentance. Kama haujawahi repent, unaonyesha kwamba wewe si Mkristo. Kama unaulizwa hapa nani mwenye dhambi, nani hapa hajawahi tenda dhambi, alafu unasema mimi sijawahi tenda dhambi, mimi si mwenye dhambi, mimi sitendangi dhambi, you prove you are not a Christian. Because the door to Christianity is what? What is the door to Christianity? Repentance. Every Christian knows what repentance is. Every Christian knows the shame of their sin. Every Christian knows what it means to stand before God shamed, ashamed of himself. Kila Mkristo anajua inamaanisha nini kusimama mbele ya Mungu amejawa na aibu kwa sababu ya dhambi yake. Kama haujawahi sikia aibu na ukajilaumu na ukasema, Mungu, mimi mwenye dhambi ninafaa kutupwa pale motoni, basi unaonyesha, unadhihirisha kwamba nini? Wewe si Mkristo. You prove it with your heart and with your mouth. And now I will tell you today, know your state and repent. Kama hujawahi repent, my friend, let me tell you, if you are not daily repenting, kwa sababu hizi kitu inafanyika hapo kwa mlango alafu inaenda. Mkristo kila mara hii nuru inapoingia, zaidi tunazidi kuona dhambi yetu zaidi na zaidi. Every day the more you grow in grace, the more you grow in realization of your lost condition. Sijui kama unanielewa. Kwa nafikiri mbona Mkristo anabakingi mnyenyekevu ingawa yeye anaonekana muungwana kabisa? Kwa sababu hiyo neema inayomfanya awe muungwana inamfanya kuwa muungwana kupitia kumuonyesha dhambi yake. Nuru inaingia pale, anagundua yeye ni mwongo. Alikuwa anafikirianga yeye ni mkweli, alikuwa anafikiria yeye ni mzuri, hadi Biblia neno ikaanza kusomwa hapa, akagundua gai, kumbe mimi ukwanga mgridi hivi. Sababu kuna amri inakuja ya Mungu na anagundua hiyo amri haiwezi kuifanya. Anajikagua na hiyo nuru, anasema, mbona hii sheria ya Mungu ninapata kuna resistance ndani yangu? Ni kwa sababu ninamchukia huyo mtu. Kwa hivyo mimi ni mtu wa chuki. Mimi ni mtu wa kisasi. Unaiona na unasema niko hivyo. Na unalia, Mungu wangu nisamee mimi chuki yangu. Nisamee mimi kisasi changu mimi. Nisamee mimi na uongo wangu mimi. Nisamee mimi na my greed. Nuru hii inapotuzidisha inatufanya hata tuone dhambi yetu tena zaidi. That is what it means to be a what? A Christian. Christianity is morality. Kama kuna mtu hapa anafikiria Christianity, unajua morality. Si kuna watu wanahubiri morality hapo nje bila hata wao kumjua Yesu. Anasema haufai kuiba, haufai kurepe,
Si wako pale nje, hao si wa Kristo. What is the difference between them and Christians? Yeye katika kufanya hayo anajiona yeye ni bora kuliko yule ambaye hafanyi. Kwa hivyo anapozidi katika morality yake, nini inapanda? Kiburi. Kiburi chake kinapanda. Mkristo anapozidi katika kuwa kwake, hata ndio ananyenyekea zaidi. Akimpata mwingine ako katika hali, Mkristo anaenda anapata mlevi pale, anakasirika na mlevi kiasi cha kumlaumu, yani kumlaani. La hasha, anagundua hiyo mbegu inafanya jamaa awe mlevi iko wapi? Iko ndani yangu mimi pia, na ni kwa sababu Mungu aliniokoa mimi akanitakasa, ndio maana mimi nimeweza kufika hapa siku ya leo. Amen. Amen. Ituelekeze tutubu. Tukasoma wiki ya kwanza mapenzi ya Mungu katika kutuokoa ni ili tutakaswe kimwili na kiroho, na ili tupate kurithi ufalme wa Mungu. Ameeleza mambo mengi. Yule ambaye anaokolewa, yule ambaye anakuwa Mkristo, kuna picha nyingi zinatumiwa pale kwenye Biblia kueleza Mkristo ni mtu aina gani, sio? Kuna picha moja inasema ni kama kwamba kipofu aliyefanyika nini? Aliyefunuliwa macho. Unaona venye kukua Mkristo ni kwamba kipofu, unajua saizi akifunguliwa macho, his life is totally changed. Like it's different. Yani kuna mambo anayaona saa hii hakuwa anayaona kitambo. His life is totally different. Kukua Mkristo si kuchukua Bible na kuanza kusoma. There are so many people who are in the church who are not Christians. They have not experienced this change, big change. Any worldly person can take up religion, si ndio? Ndio maana unaenda pale kwa university, kuna mtu anafunza watu theology pale, na yeye ndio mlevi wa kwanza, na yeye ndio analala na wasichana wote kwa hiyo class, na yeye ndio professor of theology. Professor of theology, professor of the New Testament. Anafunza hii Bible vibaya sana, anaijua mbele hadi nyuma. Ni Mkristo? Ni Mkristo? Ni Mkristo? What is the difference? Anasoma tu Biblia kiskola, kitaalamu. Hajapata kuonja ukweli ya yale yanayoongelewa pale. Bado yeye ni kipofu. Anasoma Biblia kama kipofu, macho yake yamezibwa. Haoni the realities. Haoni ule ukweli na urembo na utukufu wa huo ukweli ambao uko pale ndani. Moyo wake bado ni mgumu dhidi ya amri za Mungu. Wiki iliyopita ilionekana wanasema yule ambaye anazaliwa upya, amri za Mungu zinapata kuwa nini? Nyepesi kwake. Mungu anamrahisishia hizo amri. Hazifanyi ni kama kwamba anafosiwa. Kwanza akigundua kwamba anazifanya ni kama anafosiwa, anagundua bado kuna shida. God needs to line out his heart. Mungu bado analainisha hii roho. Picha ingine, kuhamishwa kutoka ufalme wa giza kuja katika ufalme wa Yesu Kristo. Unaona? Picha ingine, kuumbwa upya. Kuzaliwa upya. Kuzaliwa mara ya pili. Si ndio maana Nikodemo alikuja kwa Yesu Kristo saa 6 ya usiku. Akaanza kumwambia, Bwana, ninajua wewe ni mwalimu mzuri. Ninajua wewe ukisoma hiyo utaona what this man was thinking. This man alikuwa amekuja kwa Yesu akitaka kufanya nini? Consultation. Alikuwa anaona Yesu ampe tu mawaidha. Anaweza nipea mawaidha. Naona huyu ni mtu wa Mungu, si ndio? Anaweza nipea mawaidha, anipea mashauri, niweze kukua kama hata hakumaliza statement yake, Yesu akamuinterrupt. Akamwambia, hey, relax. For you to see the kingdom of God, you must what?
hizo kategori. Umekuja hapa tunajaribu kuniambia ati wewe ni mwalimu mzuri, najua unajua. Hey, relax. You must be born again. Hakuna kitu ingine. Yani lazima kitu inahitaji kufanyika ni kitu so deep, so profound, ni kama kwamba umeenda kwa tumbo ya mamako na ukatoka tena. Hiyo ndio kukuwa Mkristo. You have to be all together different. Everything about you. Your soul is different. Your heart is different. Your mind is different. And ultimately, you're also your what? Your body. Hata mwili yetu itakuwa different. Hiyo hatuioni sahi. Kwa sababu tumeonja hiyo ingine, ndio maana hiyo ambayo inakuja tunajua ni hakika. Kwa sababu tumepata nafsi mpya, kwa sababu tumepata roho mpya, kwa sababu tumepata nia mpya, kwa sababu tumepata akili mpya, tunajua kwa uhakika pia tutapata nini? Mili mpya. Watu wanapingana ni kupata mili mpya kwa sababu gani? Hawajaonja hii ingine. Hajaonja hii ingine. Hajui maana gani kupata roho mpya. Hajui ni maana gani kukuwa mtu all together new. You need to evaluate yourselves, my brothers and sisters. Ndio mjue kwa uhakika kama nyinyi ni Wakristo au la. Kama bado mko katika hali ya Adamu au la. Asomaye Agano la Kale ataona neema za Mungu zimekuwa akizitoa kutoka kitambo. Akamchagua baba yetu Abrahamu na mwana wake Isaki na mwana wake Yakobo, na kupitia Yakobo the 12 tribes of Israel wakaenda Misri. Akaweka agano yake, akaweka ahadi yake, akakuja akafanya nini? Akawakomboa kutoka pale Misri, akawavukisha pale Misri. Ingawa walizidi kupingana na yeye, kutotii sheria zake, kutotii amri zake, neema yake bado inakuja nyingine. Hii ni kumaanisha neema ya Mungu iendelee na iendelee na iendelee hata kama watu si wenye dhambi. Kumbuka nimewaambia, neema ya Mungu iko designed kukufanya ufanye nini? Utubu. Kila mara neema ya Mungu inakuja kwako, it should make you embarrassed of yourself. Inafaa kukufanya uone you do not deserve it. This is too big for you. You do not deserve it. Siko unanielewa? Si ati ulifanya kazi ndio ikakuja. In fact, you do not deserve it at all. You are a sinner. Hao watu walikuwa wananungunika dhidi ya Mungu. Mungu anasema hata kitu tunafaa kuwafanya ni kuwamaliza. Lakini badala ya kuwamaliza anawapea maji. Hiyo maji ikipewa inafaa kuwafanya wakuwe embarrassed venye walikuwa na dharau Mungu, so that they can trust him the next time. Lakini waliendelea kufanya dhambi zaidi na zaidi. Ndugu yangu, nakwambia kila mara unapotenda dhambi dhidi ya neema, unaongeza hukumu pia. Si ndio? Kwa maana nilikuwa nataka kusoma hii Waamuzi. Hii Waamuzi 10. Hii Waamuzi 10. Kitabu cha Waamuzi, utaona Waisraeli, Waamuzi kwa kizungu ni Judges. Ni wakati Waisraeli waliingia the promised land. Hata kuingia promised land hiyo ilikuwa ni neema kwa watu kama Israeli. Wakaingia promised land. Mungu akawapigania, akawafukuza hao maadui, na wao wakaenda kumwasi huyu Mungu. Wakaendelea kufanya hivyo mara kwa mara. Wanaasi, Mungu anawaadhibu, wanalia kwa Mungu, Mungu anawaokoa. Akiwaokoa, wanapata amani, wanafanya nini? Wanarudi kwa dhambi.
wanarudi kwa dhambi, Mungu anawaadhibu tena. Wakiadhibiwa wanafanya nini? Wakiadhibiwa wanaanza kulia, "Oi Mungu tuokoe, oi Mungu tuokoe." It continues like that. Na Mungu anaendelea kuokoa na kuokoa na tena na tena. Lakini kuna kitu Mungu anasema hapa chapter 10. Chapter 10 verse 10 to 16. Wamefanya hiyo kitu tena. Hiyo story yao tu. Story yao ni ile. Ndipo chapter 10 verse 10 to 16. Ndipo Waisraeli wakamlilia Bwana wakasema, tumetenda dhambi dhidi yako, kumwacha Mungu wetu na kutumikia Mabaali. Bwana akawaambia, wakati wa Misri, Waamori, Waamoni, Wafilisti, Wasidoni, Waamaleki na Wamaoni walipowaonea na nyinyi mkanililia na kuomba msaada, je, sikuwaokoa kutoka mikononi mwao? Lakini nyinyi mmeniacha mimi na kutumikia miungu mingine. Kwa hiyo sitawaokoa tena. Nendeni mkaililie hiyo miungu mliochagua. Hiyo miungu na iwaokoe mnapokuwa katika taabu. Amen. 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 Mimi sitafanya nini? Mimi sitafanya nini? Sitaokoa tena. Mimi sitafanya nini? Sitaokoa tena. Sitaokoa tena. Hizo miungu mmeendelea kulilia. Si watu wa Egypt waliwa haras. Mlililia nani? Mlililia nani? Mimi si ndo mlililia Mungu. Nilikuja nikawasaidia. Nilikuja, si ndio? Mkarudi tena. Mkaenda tena kwa kina nani? Waamori. Waamori wakawanyanyasa. Waamoni, wanini? Wafilisti. Ninawaokoa kwa hao watu wote na bado baada hiyo yote mnanilipiza aje? Mnarudi pale kuabudu miungu wengine. Alafu sasa venye mnanyanyaswa tena mnanikujia mimi. Kwani enough is enough. I will not save you. I will not. Nendeni hapo kwa hiyo miungu yenu. Hiyo miungu kila mara ulikuwa hapa nikakusaidia. Ulikuwa hapa nikakusaidia. Ulikuwa hapa nikakusaidia. Sasa venye biashara yako imekuwa, unataka sasa kurudi kwa idols zako pesa. Sasa pesa ndio imekuwa mwokozi wako. Umekuwa mnyang'anyi, umekuwa mwizi, umekuwa gaidi, umekuwa fisadi, umekuwa greedy, haulipi wafanyikazi wako kwa sababu unataka kuweka hiyo pesa. That money has become your idol. Alafu sasa venye shida kubwa imekupata yenye pesa haiwezi kuokoa, ndio unajua kurudi kwa nani? Kwa Mungu. Ati oh God, nenda kwa hiyo pesa yako ikuokoe. Nenda kwa pesa yako ikuokoe, si ndio ulisema itakuokoa? Nenda kwa pombe zako na kwa raha zako za anasa zako. Nenda pale. Si hizo ndio umelilia. Mimi nimekuokoa mara si mara. Nimekusaidia mara si haba. Na bado ukaendea pale anasa zako. Huoni hiyo ni kunidharau mimi? Hauoni unanitusi? Hauoni unanikejeli? Alafu sasa shida inakupata ati ndio unakuja. Enda kwa hiyo. Enda kwa ma girlfriend wako 20. Enda kwa hizo magari zako 100 umezipanga pale, ambazo umenunua kwa kunyanyasa wasio na haki. Mimi wasio na uwezo. Unyanyasa watu, umepata maardhi. Nenda kwa hizo ardhi basi. Ndugu yangu, ni nini hapo ninakufanya unaachana na Mungu? Lakini Waisraeli wakamwambia Bwana, tumetenda dhambi. Ututendee lile unaloloona kuwa jema kwako, lakini twakusihi utuokoe sasa. Nao wakaiondoa hiyo miungu migeni katikati yao, nao wakamtumikia Bwana, naye akahuzunika kwa sababu ya taabu ya Israeli.
Wingi wa huruma wa Mungu unaonekana hapo. Mungu alikuwa amekasirika sana, si mnaona? Lakini Waisraeli wakanyenyekea mbele yake, wakasema wewe fanya tu venye utafanya na sisi, tunaomba tu tuokoe tu kutoka kwa hao. Wakachukua hiyo miungu yao, wakafanya nini? Wakaitupilia mbali. Unaona hiyo inaitwa nini? Hiyo ndio toba. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio toba. Wakasema tunajua shida tumefanya dhidi yako Mungu ni hii miungu. Wakachukua hiyo miungu waliotumia kumtusi Mungu na wakaitupilia mbali, na wakasema sisi hatufai neema yako kabisa, hatuifai. Wewe fanya na sisi venye utataka kulingana na mapenzi yako. Na wakachukua hiyo miungu wakaitupilia mbali, na ikaandikwa hapo, ndio sasa moyo wa Mungu ukaanza kufanya nini? Kuhuzunika kwa ajili yao. My brothers, that is what I mean by repentance. That is what I mean. You have to get there. That is the heart that pleases God. Huo ndio moyo unaofurahisha Mungu. Mimi ninakuambia, a repentant heart Mungu hawezi tupilia mbali. God will not throw you away when you come before him humbly like that. Sorrowed by your sin. Sorrowed by your sin. Shamed by your sin. And you cry before him, the worthless sinner that you are. Rudi hapo Warumi, ndugu zangu. Mungu aliendelea kufanya hivyo ili kuonyesha kwamba moyo wa mwanadamu ni mgumu. Moyo wa mwanadamu ni mgumu. Kwa sababu baada ya neema hizi zote, hata wakati aliwaokoa hii time, walirudi kwa dhambi hawakurudi. Walirudi kwa dhambi hawakurudi. Walirudi, si ndio? Ikabidi waokolewe tena sijui na Samson. Na Samson mwenyewe pia hata yeye akaanguka, si ndio? Maneema tu zinaendelea kupangana, moja baada ya nyingine, baada ya nyingine, baada ya nyingine, baada ya nyingine, baada ya nyingine. Mungu anataka kuonyesha kwamba hizi neema zote hazitoshi. Kwa sababu tabu iko wapi? Tabu iko wapi? Kwa nini mwanadamu anashindwa kufuata sheria yake? Ndio. Ndio tunaelezwa hapa katika Romans chapter 8 verse 3. Romans chapter 8 verse 3 anasema, kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya, kwa vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi, na kwa ajili ya dhambi yeye alihukumu dhambi katika mwili. Hiyo ndio the ultimate neema. Ile kitu ambayo sheria ilikuwa imeshindwa kufanya, kwa sababu mwanadamu ana asilia ya dhambi. Na tunaona hata neema ikuje kiasi gani, hata waokolewe kiasi gani, bado wanafanya nini? Bado tu wanasahau na wanarudi. They need an ultimate neema that will deal with their nature. Na hiyo neema ni gani? Kuja kwa nani? Yesu Kristo. Kuja kwa Yesu. Baada ya Yesu Kristo kuna kitu kingine inaweza kuja? Baada ya Yesu Kristo kuna kitu kingine unaweza kuja? Sisi tumesoma vitu zilikuwa zinakuja moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Mara wavukishwe bahari, mara wakunywe maji, mara wapewe chakula, mara waokolewe kutoka kwa maadui zao, mara mvua ikuje wakati wa kiangazi. Neema zilikuwa zinakuja moja baada ya nyingine. Lakini baada ya hii neema hii, kuna nyingine kweli inaweza kuja kubwa zaidi ya hii. Is there anything bigger than this one? Hakuna. Is there anything bigger than this one we are waiting? Hakuna. Kuja kwa mwana wa Mungu na kufa pale msalabani. Kwa hivyo kama hii neema ya Mungu ndani ya Yesu Kristo inapohubiriwa kwako, na moyo wako ni mgumu, na moyo wako bado haufunguki, kuna kitu itaweza kuifungua hiyo moyo kweli?
Kama hii neema ya Yesu Kristo kwako ni hafifu, kuna kitu utawezana kweli? Mungu ametimiza agano lake kwa kumtuma mwanawe wa pekee kutimiza matakwa ya sheria, na inasemekana ukisoma hii chapter 8, naomba tufungue macho na naomba tusikize kwa makini. Haya ni mafunzo yasiyoweza kusikika na kueleweka kama sikio lako haliko open. Kama unasinzia, nenda kaoshe, ama enda usimame pale na ndugu yangu. Lakini mafunzo yanahitaji sikio lililofunguka, sababu nataka tu analyze hii Romans chapter 8. Anaongelesha Wakristo wa Rumi, na anawaambia sisi ambao tuko ndani ya Yesu Kristo, sisi ni wale ambao tunaenenda kwa roho. Nasikia? Sisi ambao tuko ndani ya Yesu Kristo, ndani ya Yesu, sisi ni wale ambao tunaongozwa na nani? Tunaongozwa na nani? Na Roho. Na ni ndani yetu sisi ndio huyu Roho ametimiza matakwa ya sheria. Unaelewa kitu ambacho anasema hapo basi? Sheria ilikuwa na matakwa juu ya kichwa chake. Na ni nini? Kifo. That is what the Lord demanded. So the Spirit has fulfilled that demand in the body of who? Christ. In the body of who? In the body of who? Christ. Christ Jesus. He has been put to death. Kwa hivyo sisi ambao tunaongozwa na Roho, kifo chetu kilishafanyika ndani ya nani? Yesu Kristo. Hukumu yetu ilifanyika ndani ya nani? Yesu Kristo. Adhabu yangu ilifanyika ndani ya nani? Yesu Kristo. Kwa hivyo mimi ambaye ninaenenda kwa Roho, hakuna hukumu juu yangu. Hii ninataka ikuje kama funzo kwa wote. Acha hiyo funzo ijitoe. Acha hiyo funzo ijitoe. Kwa hivyo hiyo sehemu tumeelewa, si ndio? Wale ambao wanaenenda kwa Roho ni wale ambao wako ndani ya Yesu. Na wale ambao wako ndani ya Yesu ni wale ambao wanafanya nini? Wanaenenda kwa Roho. Kwa sababu huyu Roho ametimiza sheria ndani ya nani? Ya Yesu. Kwa hivyo kama hauna huyu Roho anaishi ndani yako, wewe ni Mkristo kweli? Wewe ni Mkristo kweli? Sheria imetimizwa kweli? Wewe bado hukumu yako unafanya nini? Unaibeba? Naona huyu ananielewa. Hukumu yako bado naibeba. Hukumu yako bado iko juu ya kichwa chako. Na hiyo ndo Paulo anaieleza pale katika verse 9. Katika verse 9 anasema hivi: lakini nyinyi hamtawaliwi na mwili bali na Roho, ikiwa Roho wa Mungu anafanya nini? Anakaa ndani yenu. Mtu yeyote ambaye hana Roho wa Kristo, yeye si wa Kristo. Kama kuna mtu ambaye hana huyu Roho wa Kristo anaishi ndani yake, basi huyo si Mkristo. He does not belong to Christ Jesus. He is none of his. Amen? Amen. Yuko wazi. Na anaenda tena anaeleza, kama hautawaliwi na huyu Roho, bado uko katika mwili. Hii ni asilia ambayo tumerithi kutoka kwa nani? Adamu. Hii ni asilia tumerithi kutoka kwa baba yetu Adamu. The first man, Adam.
Na anasema nini kuhusu hii asilia? Anasema verse 7, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui na Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Wale wanaotawaliwa na mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Anaeleza mambo mawili pale. Anasema roho ana nia. Roho ana nia. He has a mind. Okay? He has a mind. The mind of the spirit. Na anasema pia kuna nia inayoongozwa na there is a mind that is led by the spirit and there is a mind that is led by the flesh. The mind that is led by the flesh haiwezi jiweka chini ya sheria ya Mungu. Haiwezi. Ni adui dhidi ya sheria za Mungu. Mnanipata? Ndio maana hii Biblia unaweza pata jamani somi kabisa. Anasoma mabuku makubwa sana. Ana enjoy mashairi complex sana. Si ndio? Yaani ni mtu very sophisticated. Si ndio? Lakini mpe neno la Mungu. Mpe neno la Mungu. Analiona ni nini? Na takataka hapa. Haoni urembo pale. Haoni maana pale. Kwa nini? Kwa nini? Hiyo ndio Paulo anatueleza katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wacha nikuulize ndugu yangu. Ninaweza chagua ardhi pale Kongowea. Ama ile ilikuwa inaitwa aje pale? Hiyo ardhi inauzwa pale hivi. Dongo Kundu. Naweza kuletea ardhi ya Dongo Kundu, Alex ainunue, Mama Ariana akatae kuinunua. Kwa sababu gani Alex aichague na Mama Ariana akatae? Pengine ni ardhi ambayo inaenda kukua na value. Maybe in 10 years. Nini tamfanya Alex aichague? Pengine Alex ana maarifa fulani. Si ndio? Ako na maarifa fulani ambayo inamfanya anaangalia, anaona hii area inaweza kaa ni imekauka, inaweza kaa haina watu, lakini venye ninaona barabara inakuja hivi, venye ninaona huo mji wa Mombasa unajaa watu, naona hii ardhi very soon itakuwa na watu. Na hii ardhi pesa itafanya nini? Itaspike. Kwa hivyo wacha niichukue. Hiyo ndio inafanya Alex ananunua hiyo ardhi. Mama Ariana anasema mimi pesa yangu siwezi hapa huko. Sijui kama wanipata. Haoni thamana yake, si ndio? Kwa hivyo hilo ndio swali ninataka watu wajiulize hapa. Sam, kwa nini wewe ulimchagua Yesu? Na kuna jamaa hapo nje akiambiwa kuhusu Yesu anakataa. Ni kwa sababu wewe Sam ni msomi? Usomi ndio inafanya watu wachague Yesu? Hapana. Si majamaa wanaweza kuwa wasomi kabisa, kwanza hata ndio wanabishana kabisa, si ndio? Ama ni kukua raised katika familia ya Kikristo. Hiyo ndio inafanya watu wamchague Yesu. What makes people choose Jesus Christ? What makes you choose and the other man choose? Akatae. Mbona wewe uchague na mwingine akatae? Ndugu yangu, ninataka ujiulize hiyo swali hapa nilizoketi hapa siku ya leo. Kama unafikiria wewe ni Mkristo, nini ilikuongoza wewe ukaona dhamana ndani ya Yesu Kristo? Nini? Na nakueleza, ukijaribu kusema kuna kriteria yoyote ati lazima ukue msomi ndio ikufunulie Yesu ako na dhamana fulani, tayari umeweka qualification. In short, tumesema watu wapumbavu hawezi mjua Yesu. Ukisema lazima, ilikuwa ni kwa sababu nimekuwa raised katika familia ya Kikristo nikafanya hivi. As soon as you say that, umelimit watu wengine.
Kwa sababu umesema lazima umeet hii criteria. Nini ilikufunua macho yako ukaona? Paulo anakuambia vile Yesu alikuwa anaokoa watu zile siku za kwanza, aliifanya kwa style inayoonyesha kwamba elimu yote, maarifa yote katika ulimwengu ni bure. Haikusaidii hii sekta ya wokovu. Haikusaidii at all. Kwa sababu wasomi wote walikuwa wanamkataa Yesu. Wenye wanamkubali Yesu ni fishermen. Watu wa kuchapa machuma, tin makers. Those were the people who were getting saved. While the professors in the college were seeing this as nonsense. Anasema ni Roho Mtakatifu anayefunua ukweli huu. Isipokuwa yeye kufunua ukweli huu, moyo wa mwanadamu ni nini? Ni mgumu. Unaona hiyo mambo yote ni kama ni nini? Pumbavu, upuzi, ujinga. Ni Roho alifunua ukweli huu. Anasema kwa hao wengine ilikuwa upuzi, kwa hao wengine ilikuwa upumbavu, lakini kwetu sisi tukapata ni nguvu ya wokovu. Na sisi tulifanya hivyo, ni Roho wa Mungu. It is the Spirit who opens up this book. Ili upate kuelewa, nakwambia unaweza ongelesha mtu unashangaa, huyu jamaa kwani Yesu alimfanyia nini? Unashangaa hii wadui yote dhidi ya Yesu bwana imetoka wapi? Hii hasira yote, all this malice, ako katika asilia yake ya kale. Isipokuwa Roho Mtakatifu amfunulie ukweli wa Injili, ataweza kuelewa. Utamhubiria kesho hadi next year. Kwa hivyo kila mara hata mimi ninapokuja hapa kuhubiri, ombi langu moyoni mwangu ni nini? Roho Mtakatifu nafanya nini? Aguse watu, achukue Injili yake, achukue maneno yake, ayabariki. La sivyo nitakuwa nimenaropoko hapa mbele every Sunday. La sivyo bali tunaenda evangelism pale Sunday after Sunday, tunafanya nini? Tunaropokwa tu. There is nothing we are doing there. Basi ndugu yangu, naambiwa yule ambaye hajaokolewa anatawaliwa na asilia yake ya kiadamu. I want you to understand, unbelievers today. I want you to understand yourself as an unbeliever. Simon, niliona Paul akitueleza last week. Alituambia hata sisi tulikuanga huko tukiongozwa na tamaa zetu za kiakili, tamaa zetu za kimawazo, tamaa zetu za kimwili. Tulikuanga hapo tukichukiana na tukichukia wengine, tukioneana wivu, tukiibiana, tukipangiana njama. Sote tulikuwa hapo hadi Mungu akakuja akafanya nini? Akatuokoa. Kuna mfano mwingine alitumia katika kitabu cha Waefeso. Anayeokolewa ni kama kwamba mtu aliyekuwa amekufa alafu akafanya nini? Akafufuliwa. He was raised from the dead. God raised us from the dead together with Christ. Hiyo ndio inamaanisha kukuwa Mkristo. Kwa hivyo hii ni uelewe watu ambao hawamjui Yesu Kristo. It is important as a believer you understand. People who are not born again, they don't have the Spirit of God. And therefore they cannot understand the beautiful things. Anaweza soma Biblia, anaweza lead praise and worship, anaweza imba hapa yake yote, lakini the humility, the fear of God that is characteristic of a believer, they cannot fake it. They don't have it. They don't have it. Hiyo haiwezi kuwa faked. Huwezi fake fear of God. Fear of God ni either uko nayo au hauna. Unyenyekevu mbele ya Mungu ni either iko ama
haiko. That one cannot be faked. Na hata yule mwenye ana fake, baada ya muda anafanya nini? Anachoka. Anasema hata hii hata ninafanya. Inamkwaza. Kunyenyekea mbele ya Mungu na mbele ya sheria yake kwake si tamu, si furaha, si faida, haina dhamani. Kwa hivyo inachoka nayo. Unamwambia fuata hii sheria, hii ni ya Yesu, hii ni ya Yesu, anasema sitaki hiyo. Hiyo hapana. Hata Mkristo mwenyewe anapopata hizi sheria za Mungu, acha nikuhakikishia hata wewe uko na asilia ya dhambi. Hii Biblia ninapoihubiri kwani inaingianga tu smooth. Inaingianga tu smooth, unapata tu roho yako inasema hiyo yes. Hiyo yes, hiyo si unapata ndani yako kuna nini? Kuna kitu kinafanya nini? Inapinga. There's resistance. Every Christian knows this. Anaambiwa ati unataka nifanye nini? Ati nianze kutumia pesa zangu aje? Resistance. Anagundua kwamba kuna yule mtu wa kale bado yuko pale. Lakini yeye Mkristo tofauti yake na huyu mwingine ni yeye ana roho. Kwa hivyo kuna watu wawili pale ndani ni kama kwamba wanafanya nini? Wanapigana vita. Na maana unafaa kumlisha huyu mtu mpya. Chakula chake ni nini? Chakula chake ni nini? Chakula chake ni nini? Neno. Usipomlisha neno anafanya nini? Anadhoofika. Hapa ndio anapatanga nguvu. Hapa ndio anapatanga kukua imara. If you don't feed him this, how will he be able to fight you? How will he be able to resist temptation? How will he start keeping the Sabbath day? How will he start remembering the Sabbath day to keep it holy? If he does not read and see the importance of the Sabbath from the Word of God, how will he start respecting the community of believers if he is not taught the importance of the church from the Word of God? Ukineglect Bible, maisha yako ya Ukristo by default inaanza kufanya nini? Inakuwa tu dhoofu, inadhoofika. Unapata tu hekima ya dunia. Na hekima ya dunia inalishanga nani? Inalishanga the old man. Si ndio? The old man, the flesh. Ambao Biblia imeita mwili. So hiyo ndio inakuwa your prevailing guide. Hiyo ndio ina guide thoughts zako. Unapata unasherehekea adui wako akiumia. Unapata unafurahia. Adui wako ameanguka, sasa unasherehekea, unafurahia. So yes. He's got a naughty God coming for him. Why? The new man is doing what? He's fading. He's weak. Or at least he's weak in that aspect. He needs to be. Unawewe kama mtu mpya, unaangalia, unajikagua, unasema mbona ninafurahia adui wangu akianguka hivi? Mbona ninafurahia? Sifai kuwa hivi, si ndio? Sifai kuwa hivi. Kwa hivyo, ninajua kwamba hapa, hii si kazi ya Roho. Hii si kazi ya Roho ndani ya maisha yangu. Roho hawezi niongoza nikuwe hivyo. Hii ni kazi ya mtu wa kale. Kwa hivyo kuna kitu ambacho bado ninashikilia ndani yangu. Bado niko na kisasi. Si ndio? So let me feed on the word and pray. We get rid of hiyo kisasi. Si ndio? I grow in faith. I receive what God has promised. Mungu amesema nikimuitisha atanipa. Omba God, free me from this revengeful heart. Anipe hiyo. Nikuwe mtu wa upendo. Nikianza kukuwa mtu wa upendo zaidi, nagundua ninazaa matunda ya nani? Roho. So the spirit is at work. Sijui kama mnanipata ndugu zangu. Sijui kama unanipata Edwin. Sijui kama unanipata Sams, Mama Tina, Mr. James.
Professor, sir, I hope you're understanding me. Because I am preaching to you all. Ndio muelewe maisha authentic ya Mkristo. Kwani ndio maana, si ndio maana ile wiki ya kwanza niliwaambia kila hatua tunayofanya katika utakatifu, ufalme wa Mungu unafanya nini? Unasonga mbele. Kwa sababu gani? Utakatifu wetu unakuja kupitia nani? Roho Mtakatifu. Na kama Roho Mtakatifu anazidisha utakatifu katika maisha yetu, ni ishara kwamba ufalme wa Mungu unafanya nini? Unaingia. So every step we make in holiness by the power of the Holy Spirit is an advancement in the kingdom. A big advancement in the kingdom. Msifikirie hatuliacha kuiba, hatio ni kitu ndogo. My friend, the kingdom of God has taken a gigantic leap simply because you stopped lying to your parents. Roho Mtakatifu hafanyi kazi hafifu. Anaua dhambi pale kwa mizizi. Anaondoa hiyo tamaa ya hiyo dhambi. Anaonyesha uovu wa hiyo dhambi. Ana expose hiyo dhambi katika uchafu wake. Ana-expose. Ndio wewe kama Mkristo unaona uovu wake. Na unaona kwa nini inafaa kudharauliwa. My brother, are you meeting the criteria of that chapter? Hiyo chapter inaonekana katika maisha yako. Is that chapter alive in your life? Je, unaonyesha kwamba Roho ndiye ambaye anakuongoza? Kwa sababu wacha nikusomee verse 12 na 13. Verse 12 na 13 inasema, hiyo verse 9 pale ilituambia yule anayeongozwa na mwili, yeye anatetea dhambi yake, yeye ni adui dhidi ya sheria ya Mungu. Si ndio maana ilipasa Yesu Kristo hapo? Si ndio? Kwa hivyo kama unasema wewe ni Mkristo na unaendelea tu kuishi tu katika dhambi, kazi ni kutetea dhambi, unaona kitu ni dhambi bado unaisimamia, hiyo ni Ukristo ya wapi? Na kuhakikisha hiyo si Kristo ya Romans 8. Hiyo si Kristo ya Romans 8. It is not. Hiyo ni Ukristo yako. Hiyo ni Ukristo wewe umejitengenezea. Sasa kitu imebaki ni utuandikie Biblia yako. Utuelezee venye uliumba ulimwengu. Utuelezee venye unanyenyekeza wenye kiburi. Alafu tutafanya nini sisi? Tutakuabudu. Na tutaambia watoto wetu pia wasome Biblia yako wewe Mungu wewe. Utueleze venye uliweka foundations za ulimwengu. Utueleze venye ulitengeneza farasi akarukaruka. Utueleze venye unaamrisha radi na radi inakuja. Utueleze pali unafichanga mvua wakati ya kiangazi. Utueleze hayo mambo yote. Ukishatueleza hayo yote, ndugu yangu, hiyo Biblia yako tunasoma na tunafungua pendo huru ingine. Ama ni aje? Si ndio Mama Tina? Mbona tusikuabudu? Si tutakuabudu ama? Si wewe ni Mungu, si utakuwa wewe ni Mungu, kitueleze hiyo mambo yote. Na utudhihirishie. Ama ni aje Sam? Wewe tufunulie tu ndugu yangu. Sisi tutakuabudu. Lakini Biblia yangu inaniambia hivi. Kwa maana mkiishi kwa kufuata mwili mtakufa. Hivyo ndio inaniambia. Mkiishi kwa kufuata mwili mtafanya nini? Mtakufa. Kwa hivyo kama kuna yule ambaye ni Mkristo, hiyo ni onyo kwako. Avoid njia ambazo zinaelekea kwa grave. Kuna njia zinaelekea kwa grave, si ndio? Njia za mwili zinaelekea kwa grave. Na unaambiwa wewe ukitembea na hizo njia, hii njia kama inaenda kwa barabara na unaifuata, huwezi tembea hapo utarajia kutokea. Kama utaenda na hii njia utatokea wapi? Pale.
Nawaambia njia ya mwili hapo ndio inaenda pale kwa kifo. Kwa hivyo usitarajie utaenda na hiyo njia ya mwili ati ufike mbinguni. Ukiishi, Biblia yangu inaniambia hivyo. Ukiishi kwa mwili utakufa. Lakini mkiyaua matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Na anasema hivi, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio watoto wa Mungu. Yaani watoto wa Mungu ni kina nani sana? Wenye wanaongozwa na Roho. Si ndio? Watoto wa Mungu ni kina nani mzee Peter? Wale wanaongozwa na Roho. Wale wanaongozwa na Roho. Watoto wa Mungu ni kina nani Mama Mariana? Wenye wanaongozwa na Roho. Hao ndio. Yaani katika wewe kuongozwa na Roho unadhihirisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Mtu asikuja hapa aseme yeye ni mwana wa Mungu kwa sababu ati mimi usomanga Biblia. Ati kwa sababu mimi nilisema Yesu ni Kristo ni Bwana wangu. Onyesha Yesu Kristo ni Bwana wako. Show. Na utaionyesha katika maisha unayoishi. Tunaongozwa na Roho wa Mungu anatuongoza kuua matendo ya dhambi. Roho wa Mungu anatuongoza kuua matendo ya dhambi. Kwa hivyo my friend, if there is sin in your life and you're just comfortable, asa malete hiyo juice nikunywe nilale. Oni Roho anakuongoza kusema hivi. Oni Roho. Mungu. Wewe unaongozwa na nani? Na Mungu. Na mwili. Na wanaongozwa na mwili ni watoto wa nani? Na Mungu. Wana watoto wa Mungu kweli wanaongozwa na mwili? Watoto wa shetani, my friend. I'm sorry. Hivyo ndio Yesu aliwaita. Yesu aliwaambia hawi nyinyi ni watoto wa baba yenu. Kwa sababu ile mambo yeye hufanya ndio nyinyi mnafanya. Baba yenu ni muongo, kwa hivyo nyinyi ni waongo. Baba yenu ni mwenye chuki, kwa hivyo nyinyi ni wenye chuki. Baba yenu ni muuaji, kwa hivyo nyinyi ni wauaji. Baba yenu ni wakuweka watu wafitiani, wakuwe na fitina na ugomvi, na hivyo ndio nyinyi mnafanya. Huyo ndio baba yenu. Wanaoongozwa na mwili, hata Waefeso inasema hao ni wana wa shetani, hao ni wana wa ghadhabu. Ndio maana watatupwa katika moto wa nani? Wa shetani. Shetani si anaenda hiyo moto wa shetani, my friend. Hiyo moto wa milele tunaelezwa katika kitabu cha Ufunuo. Unajua ilitayarishiwa nani? Do you know who that fire was prepared for? Do you know who that fire was prepared for? You think it was prepared for men? No. Or who was it prepared for? Hiyo moto ilitayarishiwa binadamu. Who was it prepared for? The devil. That fire was prepared for the devil and his angels. Yaani hiyo ni moto ya malaika. Malaika ni wewe times a million. Malaika ni glorious, powerful. That is a fire made to torture divine beings. Na kwa sababu mnaongozwa nao, wanawaongoza wapi? Kwa moto wao. You're being led to their fire, my friend. Anasema they will be cast into the fire prepared for the devil and his angels. Ama mnaonanga hizi picha za watu ati shetani ndio anaenda kutesa watu hell. Hapana. Hiyo moto ilitayarishiwa nani? Ni yeye ndiye alitayarishiwa. Ateseke huko na alie. Mtakuwa hapo mkiteseka mkilia pamoja. Only wewe ndio utalia zaidi kwa sababu mazee, kama hii moto iko tayari kuchoma malaika na malaika alie na scream. Sasa seuze wewe mwanadamu wake. Malaika wale ambao wanaonekana kwa Biblia, hadi wanadamu wakiona malaika wanafanya nini? Wanaabudu, wanatetemeka. Mighty beings. And yet they are going to be tortured forever and ever. Alafu unataka kutupwa kwa hiyo moto. Mbona uishi kama mtoto wa shetani? Mlilie Mungu siku ya leo. Mlilie Mungu siku ya leo. Wacha hili neno linapohubiriwa.
likufunulie asilia ya moyo wako. Kama wewe ni Mkristo na kuna dhambi yoyote ndani yako, utakuwa na hofu na utakuwa na tamaa ya kuishinda. Utakuwa na hofu kwa sababu unajua inakupeleka wapi, na utakuwa na nini? Tamaa ya kuishinda. Hautaitetea. Roho anatuongoza kutetea maisha ya uovu. Kwa hivyo hilo ni neno kwa Mkristo. Awe na uhakika anasimama wapi. Awe na uhakika kama amezaliwa upya. Awe na uhakika kama ana huyu Roho. Na pia hili ni neno kwa mnafiki ambaye bado yuko katika mwili, bado yuko nje ya Yesu Kristo, bado mambo haya ni mageni kwake. Atambue kwamba atasimama mbele ya Mungu, ajibie mashtaka yake. Mungu basi tunaomba afunue macho yake, apate kuona ukweli wa mambo haya, apate kuona neema ya Yesu Kristo, amkimbilie Yesu siku ya leo, atubu, aoshwe, asafishwe, apate kushiriki nasi katika haya maisha mapya ambayo tuko nayo ndani ya Yesu Kristo. Mungu abariki kuhubiriwa kwa neno lake. Simame tu. Tunakuja mbele yako, tunakushukuru, tunakutukuza kwa sababu wewe ni Bwana na hakuna Mungu kama wewe, Mungu wangu. Nakushukuru kwa sababu ya mahubiri ambayo tumefanya hapa siku ya leo. Lengo letu Mungu Baba ni kuonya wale wanaoishi maisha yanayoelekea motoni na kuwahimiza Wakristo wahakikishe Ukristo wao, wahakikishe wokovu wao kwa kutembea katika hii njia inayoelekea kwako. Waongozwe na Roho wako Mtakatifu kuyaua matendo ya dhambi katika maisha yao. Naomba katika kuhubiri maneno haya kwamba umemwamsha mwenye dhambi apate kuona ile hatari ambayo iko juu ya kichwa chake na apate kumkimbilia Yesu ili apate kuokolewa. Naomba yote katika jina takatifu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu.